Nina wasiwasi kuhusu kupata kiharusi kingine. Nafikiri nilikuwa na wasiwasi zaidi katika mwaka wa kwanza. Lakini polepole nilianza kujisikia kama ni jambo la pili tu. Unakuwa na shughuli nyingi, ukijaribu kufanya mambo mengine, kiasi kwamba husumbuki kuhusu kiharusi chako. Na nimekuwa nikitegemea vidonge sasa kwa mambo kadhaa zaidi ya kiharusi, moyo, cholesterol na shinikizo la damu. Hivyo hayo ni mambo unayojua unapaswa kuendelea nayo na unajaribu kutafuta njia za kuweza kufanya bila ya hayo. Lakini bila shaka hakuna njia. Lishe yangu ya mboga bado, mimi bado ni mlaji mboga, lakini sili mboga za majani sasa, hiyo tu. Ili kunizuia kupata kiharusi kingine, nafanya mazoezi, najaribu kuendelea na vipimo vya damu, ili viwe vinakaguliwa mara kwa mara. Shinikizo la damu linakaguliwa mara kwa mara. Dawa ninazotumia kwa sasa ni warfarin, vidonge vya cholesterol, vidonge vya moyo na vidonge vya shinikizo la damu. Nazichukua mara kwa mara na ndo hivyo, lazima uishi na hali hiyo. Nimefanya mabadiliko kadhaa katika lishe yangu na lishe ya familia yetu. Tunapika kwa mafuta ya zeituni sasa. Hatutumii siagi sana. Hatupiki kwa kukaanga sana. Kula vyakula vya kukaanga na hivyo. Na kula zaidi matunda na mboga na kunde na vitu kama hivyo. Najaribu kufanya mazoezi kila siku. Nafanya jogging ndani ya nyumba na kufanya mazoezi na mikono yangu. Nilikuwa nikifanya yoga, hivyo ningefanya baadhi ya harakati za yoga. Na kisha nilikuwa nikienda gym mara 3 kwa wiki, hiyo ilipungua. Lakini bado nafanya mazoezi ninapokuwa nikisambaza vipeperushi kwa kazi yangu na kuuza nyumba na kutangaza mali. Kwa hivyo, kwa heshima hiyo, nafikiri nafanya kazi ya kutembea na ndio. Hiyo ni karibu yote. Baadhi ya mambo ningesema ikiwa mtu ana wasiwasi kuhusu afya yao au ana hofu ya kupata kiharusi, ikiwa wanajua wana shinikizo la damu, waendelee kukaguliwa mara kwa mara na kuchukua dawa. Ikiwa unapata kipanda uso, hakika kagua. Na ikiwa unahisi, hata kama ndo ikiwa una hofu ya, nafikiri shinikizo la damu ni dalili kuu. Dalili inayoweza kuonyesha kuwa kunaweza kuwa na tatizo. Ningemshauri yeyote mwenye shinikizo la damu au hata kukagua na kuendelea kukagua mara kwa mara. Kuzuia inaonekana rahisi sana kwa kuchukua tu vidonge ikiwa una shinikizo la damu, lakini kurudi baada ya kiharusi ni ngumu sana. Ndio. Vile ningemshauri mtu kuzuia kiharusi ni kwamba unapaswa kuwa na ukaguzi wa kila mwaka ikiwa uko katika umri fulani wa miaka 40 au 50. Na usifikiri kwamba uko na afya kila wakati, kwa sababu katika hali yangu nilifikiri kwamba nilikuwa na afya, lakini kwa kweli nilikuwa na mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida ambayo sikujua. Kwa hivyo, na unapaswa kujua kwamba ikiwa unagundua kwamba wakati mwingine unafikiri kwamba hauko makini na unapata maumivu ya kichwa, na ikiwa unagundua kwamba unazunguka na au umechoka sana
au huwezi kulala vizuri, hivyo unapaswa kwenda kumwona daktari na kukagua. Katika hali yangu, kabla ya kiharusi changu, mwili wangu uliniambia ishara ya onyo kama wiki 4 zilizopita. Na baada ya chakula cha mchana, nilirudi nyumbani na baada tu ya kuingia mlangoni, niligundua kwamba nilikuwa na kizunguzungu na maumivu ya kichwa na udhaifu upande wangu kushoto, na sikujua kwamba ilikuwa dalili ya kiharusi au onyo. Na kisha nilikuwa na kutapika na nilifikiri kwamba ilikuwa sumu ya chakula kwa sababu nilikuwa tu nimekula chakula cha mchana. Hivyo hii ilinifanya kupuuza dalili na ishara za onyo za kiharusi. Kwa hivyo nawashauri watu kwamba ikiwa unapata chochote unachohisi, huwezi kudhibiti sehemu yoyote ya viungo vyako, au unapata maumivu makali ya kichwa bila sababu yoyote, basi unapaswa kwenda kumwona daktari. Kwa kweli, nina wasiwasi kuhusu kupata kiharusi kingine, lakini daktari wangu alinishauri kwamba kwa kadri ninavyoendelea kutumia dawa za kuzuia, naweza kupunguza uwezekano wa kiharusi. Kwa hivyo namsikiliza. Daktari wangu pia alinishauri kuangalia kwa karibu kisukari changu na kiwango cha cholesterol, kwa sababu walisema kwamba baadhi ya hayo yanaweza kuathiri kutokea kwa kiharusi. Kwa hivyo nina dawa za kupunguza kisukari changu na ninafanya vipimo vya damu kila mwezi kukagua damu yangu na tatizo lolote la kuganda kwa damu. Na pia nina ukaguzi wa kila miezi 3 wa kiwango cha cholesterol au kisukari changu na pia hali ya damu yangu. Ninapendekeza sana uende kwa daktari wako, na ikiwa una chochote unachohisi, maumivu ya kichwa, chochote na moyo wako au chochote, nenda moja kwa moja kwa daktari wako. Hiyo ndio nilishindwa kufanya. Na kwa yeyote anayesikiliza, anayeangalia, huo ndio ushauri wangu kwako. Nenda moja kwa moja kwa daktari wako. Unajua, kwa sababu wanaweza kukwambia nini kibaya, na ikiwa uko katika hatari ya kupata mshtuko wa moyo, kiharusi, chochote. Hivyo ndio ushauri wangu kwa watu. Kwangu, sababu ya kwa nini sikuenda kwa daktari wangu kabla ya kupata kiharusi ilikuwa kwa sababu ilikuwa ghali sana, unajua, kwenda kwa daktari wangu. Lakini sasa natambua, unajua, lazima niende kwa daktari wangu. Namaanisha, nafikiri pesa nilizotumia kwa vyakula vya haraka au vyakula vingine zingeweza kutumika kwa daktari wangu. Kwa hivyo kwangu, nataka tu kusema kwa, unajua, yeyote uko nje ambaye angependa kutumia pesa zao kwa pombe au sigara au kitu kama hicho. Ikiwa unajua una tatizo, nenda moja kwa moja kwa daktari wako, na ndio inafaa, unajua, inafaa pesa. Unajua, badala ya kuzitumia kwa vitu vingine unavyofikiri ni vizuri, lakini tazama mimi. Ikiwa ningekwenda kwa daktari wangu, labda isingetokea au angegundua kitu ndani yangu. Lakini kwa sababu sikuenda huko, nilipata kiharusi. Hivyo ndio ushauri wangu pekee, kwamba unajua, tumia pesa zako. Ikiwa unafikiri uko unajua hauko sawa, au kuna kitu, ndio kipanda uso, kuona kwa ukungu, nenda moja kwa moja kwa daktari wako, na unajua usipoteze kwa pombe au kuvuta sigara. Huu ndio ushauri wangu. Hata hivyo, ningependekeza kwamba, unajua, kwenda kufanya uchunguzi
wa kiafya, unajua, hasa na shinikizo la damu na cholesterol yako ya juu, ili kuangalia mambo hayo. Na nadhani kwangu ndo, hata kama unaenda kila mwaka, mara moja kwa mwaka, au kila miezi 6, na kisha kufanya kitu kuhusu hilo, ili kuzuia kitu kama hichi kutokea, kuzuia kiharusi, kwa sababu hata ingawa wakati mwingine daktari alisema kuwa nilikuwa na shinikizo la damu na cholesterol, sikutambua kwamba ndio inaweza kusababisha kiharusi. Nimebadilisha mtindo wangu wa maisha. Nimefanya. Kama vile nimebadilisha tabia zangu za kula, unajua, ninakula zaidi kwa afya. Pia kiwango changu cha msongo kimebadilika kutoka msongo hadi kutokuwa na msongo. Kwa kusema hivyo, unajua, hatimaye nitarudi kufanya mambo hayo ya kawaida kikamilifu, lakini kuyafanya tofauti. Na mtindo wako wote wa maisha umebadilika, na jinsi unavyofanya mambo na kile unachokula. Jinsi unavyofanya mambo na kile unachokula, kile usichokula. Kwa hivyo unakuwa na ufahamu wa mambo hayo tofauti. Dawa ninazotumia kwa sasa ni aspirini, Lipex kwa cholesterol na Inabase kwa shinikizo la damu. Nilikuwa natumia warfarin mwanzoni, lakini nilikuwa na nia ya kuacha hiyo. Lakini kwa kusema hivyo, dawa ni nzuri sana kwa kukuchukua. Na jambo moja naweza kusema ni kwamba ninasikiliza sana madaktari. Ninasikiliza ushauri, ninasikiliza dawa. Ikiwa huna uhakika kuhusu mambo, uliza tu. Unajua, uliza dawa ni ya nini. Niliona kwamba hiyo ilinisaidia kuelewa, kwa hivyo kwa nini kuchukua dawa, na ndio kuchukua dawa yako kila wakati. Na madhara, sijapata madhara yoyote, na nadhani kuna madhara, lakini sijapata madhara yoyote. Na ninachukua dawa hizi kwa sababu najua kwamba inaniwezesha kuzuia kupata kiharusi kingine. Na pia nimeazimia kutokupata kiharusi kingine. Na wakati wa kuchukua dawa, inaenda kukuzuia kupata kiharusi kingine. Vizuri, baadhi ya mambo niliyofanya kubadilisha lishe yangu kuwa lishe yenye afya zaidi ni kula mara kwa mara. Ndio, kula zaidi ya matunda na mboga. Sina sukari na vyakula vyote hivyo tofauti ambavyo vinaongeza, unajua, hatari yako ya shinikizo la damu na cholesterol ya juu. Kufanya mazoezi zaidi, na katika yote hayo kuwa na utaratibu. Viwango vyangu vya shughuli za mwili vimebadilika na nina utaratibu zaidi. Matembezi zaidi, kuogelea, napenda kuogelea, na ndio mazoezi ya gym. Na wakati mwingine inategemea, wakati mwingine nahisi kama naweza kufanya kila siku 5 kwa wiki. Lakini vinginevyo kujaribu kuwa na utaratibu, angalau 3 kwa wiki, na kufanya mazoezi haya kwa uthabiti. Lakini pia kupata tu kutembea ni nzuri sana. Na matembezi marefu, matembezi ya saa 1. Kuendesha baiskeli na kuogelea, ndio ninachofanya na kufurahia. Ushauri nitakaotoa kwa mtu yoyote anayepata kiharusi, au unajua, kabla ya kupata na kiharusi, unajua, hasa watu kama mimi, watu wazima miaka 40 na kuendelea, unajua, ni kuhakikisha unafanya uchunguzi wa afya mara kwa mara. Unakwenda kwa daktari wako, kula vitu sahihi na kuangalia uzito wako. Na kila wakati ikiwa
Ikiwa unaumwa au unatumia dawa, chukua dawa yako. Usisahau, na kuvuta sigara ndiko navuta sigara. Hakika usivute, hata sina wavuta sigara wanaokuja karibu na eneo la nje. Kwa hivyo nimeokoa pesa nyingi pia. Kwa hivyo hapo unaenda. Jinsi nilivyobadilisha lishe yangu ilikuwa nilikata vyakula vyote vya mafuta. Na nilikuwa natumia siagi. Lakini sasa ni margarine tu. Na unajua, vyakula vyote vya kisiwa nilivyokuwa navyo nilikata kabisa. Ninavyo sasa na kisha kama Jumapili au kitu kama hicho. Lakini si kila wakati kama nilivyokuwa navyo. Nina mboga zaidi sasa. Ndio, nimezoea sasa kwa sababu nilisema nilipaswa kuwa nayo ili kuishi, na nilienda na sasa nimezoea. Jambo lingine, unajua, nililoacha ni kuvuta sigara. Hiyo ilikuwa ngumu kuacha. Ilikuwa njia pekee ningeweza kuacha kwa sababu sikuweza kutembea na sikuweza kwenda dukani. Kwa hivyo watoto wangu walinisaidia katika hilo. Walisema, hapana baba. Walitupa sigara zangu zote nilizokuwa nazo. Wakazitupa mbali. Na walijua sikuweza kuendesha gari, sikuweza kwenda dukani. Lazima niwashukuru watoto wangu kwa kutonipa hata. Lakini waliona jinsi nilivyokuwa na hamu sana ya kutaka, unajua, sigara, unajua. Na walisema, hapana, ikiwa unataka kupona, utalazimika kwenda mwaka bila hii, unajua. Sasa jaribu mboga. Na kwa hivyo yote yalianguka vizuri. Unajua, kama jigsaw, unajua, ilikuwa kama mboga zinaanguka na ladha, unajua, zinarejea tena. Hakuna kuvuta sigara. Inafanya kazi vizuri sana kwangu, unajua. Na huo ndio ushauri ninaotoa kwa watu wengine ambao ni wavutaji sigara. Unajua, jaribu, na unapaswa kupambana nayo, unajua. Unajua, ni ngumu. Unajua, baadhi ya wavutaji sigara huko nje ni ngumu sana. Watakuwa wakirudi. Lakini sasa imekuwa miezi 6 tangu nilipokuwa na moja, unajua. Na hiyo ni muda mrefu, hasa kwa mvutaji sigara mzito kama mimi. Na baadhi ya marafiki zangu wanaanza kuona rangi kwenye uso wangu. Kabla sikuwa na rangi tu kama mfu. Lakini ndio, ni nzuri sana. Hiyo ni jambo lingine. Ni nzuri kwa mapambo yako, ikiwa unataka kuacha kuvuta sigara. Baada ya kupata kiharusi na kufahamishwa kuhusu kinachosababisha, nilibadilisha hiyo kwa sababu ya cholesterol yangu ya juu. Daktari anadhibiti hiyo. Kwa hivyo ninahakikisha ninakula vyakula sahihi na kuchukua dawa zangu na kufanya mazoezi kiasi fulani kila siku. Hata kama ni kutembea tu kuzunguka sehemu, au mara nyingi kwenda kwenye kibanda kidogo na kurudi. Mradi tu ni kitu. Ningetoa ushauri kwa watu kuepuka kupata kiharusi kwa kuwaambia kufanya uchunguzi wa cholesterol mara kwa mara tangu umri mdogo. Na lishe yenye afya ni muhimu zaidi. Na mazoezi pia, ili kuweka mwili wako katika hali nzuri. Na vizuri kula kidogo, kwa sababu najua napenda chakula changu, lakini sasa nakula sehemu ndogo kwa siku aina ya kitu. Na mimi ninafahamu dawa zangu, nazichukua kwa wakati fulani. Hayo ni mambo inayojali sana. Na nadhani ikiwa nitakuwa mwangalifu kuhusu hilo,
sitapata kiharusi kingine. Lakini ikiwa nitakuwa mzembe, basi ni mimi wa kulaumiwa, hakuna mtu mwingine. Bila shaka uzembe wangu. Mimi humtembelea daktari kila mwezi kwa vidonge. Hawanipe kidonge cha kudumu kwa mwaka mzima. Wanatoa kila wiki mbili, narudi na kuhuisha vidonge vyangu kwa kitu na kuhuisha dawa zangu. Ikiwa kuna mabadiliko kidogo wakati wanapofanya hivyo basi. Na daktari anakuja, nadhani leo anakuja kufanya uchunguzi wa damu yangu.